Halo, kama fundi wa utengenezaji, unapokuwa na rekodi ya kundi iliyotolewa kwako na idara ya nyaraka yaka na pia ghala ilitoa nyenzo kwako. Kazi muhimu sana ya hapa ni kuchukua nyenzo kwenye chumba cha kusafisha kutoka kwa ghala. Tunahakikisha wakati wa uhamisho kwamba bakteria yoyote au vijidudu kwenye uso wa nje wa nyenzo husafishwa vizuri kabla ya kuipeleka kwenye sakafu ya utengenezaji. Katika hatua hii una nyenzo mikononi mwako, uko kwenye mlango wa chumba cha kusafisha ambacho nyenzo hutumwa. Kanuni ya msingi ya kidole gumba unahitaji kukumbuka ni kwamba utafuata utaratibu wa hatua 3 za cascading na kisha kushinikiza troli ya nyenzo upande mwingine wa chumba na kuiacha hapo. Mtu ndani ya chumba cha kusafisha atakuja na kuchukua gari kutoka upande mwingine baada ya kutoka upande wewe kuingia. Ungefundishwa katika uhamisho wako wa nyenzo soap ambayo unahitajika kunyunyizia kemikali moja kwanza juu ya uso wa vifaa kwa idadi fulani ya dakika. Kwa wakati huu unaagizwa kuwasha kipima muda kwa dakika halisi iliyoandikwa katika utaratibu. Wacha tuseme kemikali ya kwanza kwenye skrini ambayo ni Decon ingekaa kwenye uso wa nyenzo kwa dakika 10. Wakati dakika 10 ziko juu ya uso wa nyenzo zimekauka, sasa ni wakati wa matumizi ya kemikali inayofuata. Wacha tuseme, kemikali inayofuata ya kusafisha ni Sporecleanse na unahitaji kusubiri kwa dakika 15, ambayo inamaanisha kwa wakati huu kusafisha kemikali itafanya kazi na itakuwa kavu baada ya dakika 15. Mchakato wa tatu na wa mwisho ni kunyunyizia pombe ya IPA isopropyl kwa sekunde 90 au zaidi. IPA hukauka kwa haraka. Mara tu hatua zote 3 zinapofanywa umekamilisha ulinzi wa juu ili kuondoa uchafuzi wowote kwenye uso wa nyenzo. Sasa kulingana na utaratibu, wewe ama kuwajulisha mtu ndani ya chumba cha usafi juu ya walkie talkie au mimi nimefanya kazi katika maeneo ambapo wewe pete kengele. Hiyo ni kwa kadiri kazi yako inavyohusika. Baada ya kusafisha utaratibu wa dawa umefanywa, sukuma gari upande mwingine wa chumba. Kuna mstari wa manjano katikati ya chumba kwamba lazima usivuke. Kwa maneno rahisi, unakaa upande mmoja wa chumba uliingia kutoka. Baada ya kukamilisha hatua zote 3 za kusafisha dawa, unatelezesha gari kupitisha mstari wa manjano. Fundi wa utengenezaji kutoka ndani ya chumba cha usafi atakuja na kuchukua gari ndani ya chumba cha usafi. Kampuni zingine zilizo na shughuli ndogo hutumia kifungu kidogo kinachoitwa sanduku la kupitisha. Unaweza kuona picha chini ya skrini yako. Kabla ya kuweka nyenzo kwenye sanduku hili la kupitisha lazima ukamilishe utaratibu wa kusafisha. Hii ndiyo dhana unayopaswa kuelewa. Wakati wa kuhamisha nyenzo tunahakikisha kuwa hatuhamishi vijidudu. Asante kwa kuwa nasi kwa mafunzo haya. Angalia katika mafunzo yafuatayo.